wizara hii ya Ujenzi na Uchukuzi tumeendelea kusimamia miradi mbalimbali ya kimkakati katika kuimarisha usalama katika sekta ya usafiri wa anga, sekta ya usafiri wa bahari, lakini katika pia kuimarisha usalama wa vyombo vya barabarani. Ndugu zangu waandishi wa habari, tukianza na sekta hii ya baharini, kwa mwezi wa Januari mwaka 2026, jumla ya abiria 218,813 wameweza kuhudumiwa kupitia safari 402 za meli, tukilinganisha na mwezi kama huo Januari 2025 ambapo abiria 205,019 walihudumiwa. Kwa tunasema kwamba kumekuwa na ongezeko la 6.7 kutoka kipindi cha Januari mwaka 2025 na Januari hii ya mwaka 2026. Na hali hii tunasema inaonyesha kuongezeka kwa imani ya wananchi na wasafiri pamoja na kuimarika kwa huduma za usafiri wa baharini. Lakini pia kuimarika kwa bandari zetu, pia ongezeko la vyombo vya usafiri ambavyo vinaendelea kusajiliwa siku hadi siku, na serikali inaendelea na utengenezwaji pia wa speedboat yetu, speedboat 2 ambazo zipo katika hatua ya utengenezaji, na tunasema mpaka sasa imefikia karibu 50% za utengenezwaji huo. Na tukija katika upande wa uingizwaji wa makontena, tunasema kwamba bandari imeweza kuhudumia makontena karibu 8,117 kwa mwezi wa Januari 2026, na ukilinganisha na makontena 6,649 kwa mwezi Januari 2025. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko la 22% katika uingizwaji huu wa makontena kati ya mwaka 2025 na 2026. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, katika eneo pia la mizigo ambayo yanaingizwa katika bandari zetu za Unguja na Pemba, tumeweza kuhudumia karibu tani 194,494 ambazo zimeweza kuhudumiwa katika kipindi cha Januari 2026 ukilinganisha na tani 173,688 ambazo zimehudumiwa katika mwezi Januari 2025. Kwa takwimu hizo pia kunaonesha kwamba kuna ongezeko la 11%. Kwa hiyo takwimu hizi kila mwaka tunaona kwamba kuna matukio chanya ambayo yanaongezeka kutokana na kuimarika kwa huduma ambazo tunazoendelea kuzitoa. Lakini tukija katika mamlaka yetu ya usafiri na usalama baharini ZMW, ambao wanahusika na kusimamia usalama wote wa vyombo ambavyo vinatembea katika bahari zetu, na kwa mujibu wa takwimu vyombo ambavyo vimesajiliwa vimeongezeka kutoka vyombo 129 ambavyo vimesajiliwa mwezi wa Disemba hadi vyombo 153 ambavyo vimesajiliwa kwa mwezi wa Januari 2026, na kuna ongezeko la karibu 18% katika suala la usajili wa vyombo hivyo vya baharini. Lakini kwenye meli za kimataifa pia tumeweza kusajili meli 18 kwa mwezi wa Disemba, lakini mwezi Januari umeweza kusajiliwa meli 30, na meli hizo manake ni za kitaifa, kimataifa pamoja na vyombo vile vidogo vidogo ambavyo ZMW vinaendelea kusajili. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, tukija katika sekta ya anga, kwa mwaka 2025 viwanja vya ndege vya Zanzibar viliweza kuhudumia jumla abiria 2,652,609 sawa na ukuaji wa 24% mwaka hadi mwaka. Na safari za kimataifa zimeongezeka kwa 17%, safari za ndani kwa 38%, na abiria wa transit kwa 12%. Na hii inaonyesha wazi kuwa Zanzibar imeendelea kujiimarisha kama kitovu cha kimataifa kwenye suala la utalii na usafiri wa anga. Lakini kwa Januari pekee jumla ya abiria 255,176 wamehudumiwa ikilinganishwa na 234,149 kwa mwaka 2025 kwa Januari. Kwa hiyo tunaona kwamba pia kuna ongezeko la 9%. Katika idadi hiyo
abiria wa kimataifa ni 162,639 na abiria wa ndani ni 92,540. Lakini pia katika sekta hiyo hiyo ya anga, ndege 6,595 zimeweza kuhudumiwa ndani ya mwezi wa Januari 2026 kutoka ndege 5,936 kwa mwaka uliopita, ambapo tunaona kwamba pia kuna ongezeko la 11%. Aidha, serikali katika sekta hii ya anga tuna mipango mingi ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiboresha ili kuongeza uchumi, lakini pia kuongeza watalii. Lakini pia mpango mwingine katika hii sekta ya anga, serikali tunakusudia pia kukiimarisha kiwanja cha Nungwi ili kiwe mbadala wa kiwanja cha Abeid Amani Karume, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba kiwanja hichi ni single runway. Kwa hiyo ikitokezea any emergency, tunakusudia kwamba ndege ziweze kutua katika kiwanja cha Nungwi. Kwa hiyo hiyo pia ni mipango yetu katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Lakini pia tumeshaingia makubaliano na wenzetu wa ZITEC ambao hao pia watatusaidia katika uanzishwaji wa shirika la ndege la Zanzibar pamoja na uanzishwaji wa reli katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Aidha, tunawasisitiza madereva wote ambao wanaendesha vyombo vya moto kuendelea kuwa makini, na tutaendelea na doria mbalimbali. Lengo ni kupunguza ajali za barabarani, na tunapenda kusisitiza katika hili kwamba yoyote ambaye atakamatwa kutokana na makosa mbalimbali ya barabarani, basi hatua kali zitaweza kuchukuliwa dhidi yake. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.